Habari za wakati tena, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Child Youth Mind TZ podcast. Ni mimi mwenyeji wako Dr. Gema Simbe, daktari bingwa afya na magonjwa ya akili, na nimebobea kwa watoto na vijana. Karibu tena, leo tuambatane kwa mada yetu ya muendelezo, tukiangazia mada kubwa ambayo ni sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Na tukiangalia haki ya mtoto, na leo tutaangalia kipengele kingine kinachohusu haki hizo, na kukaribisha tuambatane mpaka mwisho ili uweze kujifunza. Sheria inasema mtu, manake ni mtu yoyote, hata mtendea mtoto mwenye ulemavu kwa namna ambayo si ya kiutu. Na mtoto mwenye ulemavu ni mtoto mwenye matatizo ya muda mrefu au ya kudumu, ya kimwili, ya kiakili au kihisia, ambayo yanamfanya ashindwe au kumzuia ushiriki wake kikamilifu sawa na watoto wenzake. Na tujadili kipengele hicho kwanza kabla ya kuendelea na kipengele cha pili cha sheria hiyo kuhusiana na mtoto mlemavu. Nianze na walimu kama walezi. Jue mtoto ana maeneo makubwa mawili ambako analelewa na kukuzwa. Sehemu moja ni nyumbani au kwenye familia, na sehemu ya pili ni shuleni. Na shuleni ndio mtoto anatumia masaa mengi zaidi ya maisha yake. Katika masaa 24 ya mtoto, mbali na kutoa yale masaa ya usiku ya kulala, na hii ni kwa mtoto ambaye hayuko shule za bweni, yuko shule za kutwa, maana yake masaa yake mengi ya wakati wa siku au wakati wa mchana atakuwa ameyatumia shuleni. Kwa hiyo kama mtoto ameamka asubuhi saa 12 labda mpaka saa 1 hapo akawa ametoka ameenda shule, na kwa masaa ya kawaida labda akarudi saa 10 au saa 11, saa 12 jioni, maana yake umeshaona siku nzima ameitumia shuleni. Na atakaporudi atakuwa na masaa machache tu, 2 matatu pale akiwa nyumbani kabla ya muda wa kulala. Na maisha ya mtoto kwa sehemu kubwa huwa hivyo. Kwa hiyo utaona mpaka hapo kwamba mzazi ana nafasi ndogo sana ya kumlea mtoto, masaa machache sana. Alafu sasa inategemea kama mzazi huyo atakuwepo nyumbani wakati mtoto amerudi. Lakini kama ni mzazi ule ambaye anatoka mapema kabla mtoto hajaamka na anarudi wakati mtoto ameshalala, maanake hatapata muda wa kumlea mtoto, hatapata huo muda kwa sababu ratiba zao zitakuwa zinapishana. Kwa sehemu moja kubwa sana ya malezi ya mtoto ni shule, na tumeshajifunza maana ya mlezi hapo nyuma. Mlezi ni nani? Mtu mwenye mamlaka kwa mtoto, na walimu ni watu wenye mamlaka kwa mtoto. Walimu wamechangia sehemu moja au nyingine katika kupunguza haki za watoto. Watoto wenye afya ya kawaida au watoto walemavu. Na sasa niongelea watoto walemavu. Tumeshaona mtoto mwenye ulemavu, inawezekana mwenye ugonjwa wa kimwili au wa kiakili. Kimwili maana yake ulemavu wa macho, yawezekana ulemavu wa kusikia, ulemavu wa kuongea, ulemavu wa viungo, ulemavu wa akili. Ulemavu wa akili unajumuisha magonjwa na changamoto mbalimbali za kiakili za watoto na vijana. Hasa kuna mazingira yanatokea kutokana na changamoto hizo mbalimbali,
walimu kama walezi, au wanamwambia mama au wazazi, mara nyingi ni mama kwa sababu ndio wanakuwa wanahangaika na mtoto, wanamwambia kwamba mtoto huyu hawezi kusoma hapa shuleni kwa sababu ya tatizo lake. Kwa mfano, labda kuna mtoto alikuwa na tatizo la mtindio wa ubongo, kwa hiyo ikawa inampelekea, ulikuwa mtindio wa ubongo wa kiwango kidogo, kwa hiyo huwezi kuona mapungufu yote kimwili, maana mtindio wa ubongo una viwango mbalimbali, lakini kile cha kawaida inawezekana usione changamoto au hitilafu zote kwenye maumbile yake kwa nje. Kwa hiyo mtoto huyu akawa anaenda shule, ikaathiri kujifunza kwake. Kwa hiyo akawa anashindwa kujifunza, hawezi kusoma, hawezi kuandika mpaka amefika darasa la 4. Alikuwa amefanya mtihani wa darasa la 4 kama mara 3. Ile mara ya 4 mwalimu akamwambia kwamba mchukue mtoto wako mtoe, kwa sababu anatumia rasilimali za serikali vibaya, kwamba tunahangaika kumfundisha lakini mtoto mwenyewe haelewi, kwa hiyo hawezi kuendelea kusoma. Unaweza kufikiria mwalimu ambaye ni mlezi, tunaamini amepata katika mafunzo yake namna ya ufundishaji watoto wa aina tofauti tofauti na namna ya kugundua changamoto mbalimbali zinazowakabili watoto katika kujifunza, kwamba mojawapo inawezekana kuna hitilafu kwenye ubongo wake, changamoto ya mtindio wa ubongo, au ambao tunasema intellectual disability, au changamoto zile mbalimbali za kujifunza, learning disabilities. Wengine ndio unakuta au ni hesabu tu, ana changamoto kubwa kwenye hesabu tu, lakini maeneo mengine yuko vizuri, au kwenye kusoma tu, au kwenye kuandika tu, au mara nyingine inakuwa ni mchanganyiko. Lakini mwalimu kama huyo amefanya nafasi yake ipi kuweza kujua mtoto ana changamoto ipi na kumsaidia, mpaka leo aje mwambie mzazi kwamba huyu mtoto anatumia rasilimali za serikali bure, mchukue umpeleke nyumbani, hatuwezi kuendelea naye kwa hapa shuleni. Kweli mtoto ana haki ya kusoma, mtoto mwenye ulemavu ana haki ya kusoma. Zile haki tumetaja kule juu mwanzo, ikiwemo haki ya elimu, imesema zile haki zote, imesema mtoto atapata hizo haki bila kubaguliwa kwa sababu yoyote hiyo, ikiwemo sababu ya ugonjwa wote. Kwa hiyo niseme matatizo kama hayo ya nini? Mtindio wa ubongo. Lakini matatizo mengine ambao watoto wanapata na walimu wanaambia wazazi maneno ya kukatisha tamaa na kuambia kwamba mtoe mtoto wako hapa au hatuwezi kumpokea, ni magonjwa gani? Kama ugonjwa wa kifafa. Kwa sababu ya kuanguka mara kwa mara, walimu wanamwambia mzazi, mtoe mtoto wako shule, hatuwezi kuendelea naye hapa kwa sababu inawezekana akaambukiza watoto wengine. Unaweza kufikiria kweli mwalimu anaweza kusema kitu kama hicho, kwamba kifafa kweli ni ugonjwa wa kuambukiza hivyo kama mafua? Kweli watoto wenye kifafa wanakosa haki kwa sababu walimu wamekosa uelewa, na mzazi naye kutokana na kukosa uelewa anakubali na kukaa na mtoto nyumbani. Tunashiriki sote kama jamii kukosesha watoto haki ya elimu kwa sababu tu ya ugonjwa wake huo wa kudumu. Kweli, na bahati mbaya au bahati nzuri, kifafa ni ugonjwa unaotibika kwa 100%. Watoto wengine kwenye kundi hilo ambao wanakoseshwa haki zao za kusoma ni watoto wenye changamoto za afya akili. Kwa mfano ugonjwa wa usonji au ugonjwa ule wa kuhangaika na kutokutulia. Hayo ndio mara kwa mara. Au kuna watoto wale watukutu, wanaita huko mtaani watukutu, lakini kitaalamu ni watoto wana matatizo ya kitabia, ni ugonjwa kama ilivyo magonjwa mengine. Kwa hiyo mzazi anaambiwaje? Huyu mtoto wako anasumbua sana darasani, anasumbua sana wenzake, ni hatarishi, anatoka na kimbia huko, anafanyaje? Mchukue ukae huko nyumbani, labda akishatibiwa ndo utamleta. Kweli mtoto anakosa haki yake ya elimu kwa sababu tu ya ugonjwa ambao hakuchagua. Mtoto mwenye usonji, mtoto hawezi kuongea, hatuwezi kumfundisha kama hawezi kuongea, inabidi
mwende mkamtibie kwanza ndio mtamleta. Kweli sio kwamba sehemu mojawapo ya matibabu ni kumchanganya mtoto na watoto wengine ili pia aweze kujifunza. Na je, si kwamba sehemu mojawapo ya matibabu ni kumwelimisha mtoto, kumchanganya na watoto wengine na kumsaidia kama walimu kutokana na mbinu mbalimbali tulizojifunza kufundisha watoto wenye machangamoto mbalimbali, kumwangalia mtoto mmoja mmoja na uhitaji wake na kukutana na uhitaji wake na kumsaidia. Sio jukumu letu hilo kama walezi? Iweje tuseme kwamba mzazi amchukue mtoto aende naye nyumbani amtibie itachukua miaka mingapi? Kwa mfano kama ni tatizo la muda mrefu, amtibie mpaka apone ndio amrudishe kusoma. Miaka itakuwa imeenda, mtoto ameshapoteza uwezo wake wa kujifunza, na kuna sababu zingine hapo zitakuwa zimeingilia. Kweli mimi nasema kwa uchungu kabisa, hapa nipo na wakilisha wazazi wenye watoto wenye changamoto mbalimbali za ulemavu mbalimbali wa kimwili, kwa maanisha viungo kama nilivyosema, au ulemavu wa kiakili hasa. Mara nyingi nikwambie, sehemu mojawapo kubwa ya kazi yangu kama daktari bingwa bobezi wa afya ya akili ya watoto na vijana, nikwambie siku zangu za kawaida huwa zinajumuisha kulia. Usishangae kwa sababu huwe siwezi kuvumilia. Na utasema kwamba kama daktari natakiwe niwe imara, niwe thabiti ili nimtie mama moyo. Ndio huwa tunafika hapo pa kutiana moyo, lakini kwanza sehemu moja kwanza pale mwanzo mara nyingi kuliko chache huwa inahusisha kulia. Mama anaelezea mazingira magumu kabisa ambayo amepitia, au ni huko makanisani akiwa anatafuta huduma ya mtoto wake, au ni huko mashuleni, au ni huko kwenye jamii, kwenye sehemu za hadhara ambako watu wanaongea maneno magumu kuhusiana na mtoto, maneno ya kukejeli, maneno ya kumshusha thamani mtoto, maneno ya kumfanya kama si mtu kutokana na ule ulemavu wake. Wamama wanapitia mambo mengi, wanaelezea manyanyaso wanaokutana nayo, kutengwa, kutelekezwa. Ndio usiseme mara nyingi ni mama ndio atakuwa amemleta mtoto kliniki. Kwa nini? Baba alishamtelekeza. Yaani utakapozaa mtoto mwenye ulemavu, changamoto yoyote ya mwili, ya akili kwa sehemu kubwa, wamama wengi mimi nawasemea wao, baba atamtelekeza. Ni wachache wanaobaki, baba anamtelekeza. Na imani zilivyo potofu, watu watasema huyu mtoto atakuwa mmemloga huko kwenu, atakuwa sijui amefanywa nini, sijui umemfanya nini mtoto. Lawama zote na shutuma zinaenda kwa mama. Baba anajitoa, anatafuta visababu vya kumwacha mama, kumtelekeza na mtoto. Na mara nyingi unakuta mama labda hana kipato, anaanza kuhangaika, anateseka. Mama anateseka, kosa lake ni kuwa na mtoto mwenye ulemavu. Jamii ipo, mara nyingi hatupigi makelele. Ina maana yule mzazi mmoja hapo kama ni baba amemkataa huyo mtoto, lakini yule baba kuna familia, ana wazazi wake, labda ana ndugu, jamaa, marafiki, au kwenye jamii huko kuna kanisa, kuna misikiti, kuna nini. Lakini na sisi kama jamii hatuungani kupiga kelele kutetea haki za watoto. Tunajua baba fulani ameondoka na amemwacha mtoto pale, mama ana mtoto mlemavu na mama anahangaika na mtoto anateseka, mtoto ametelekezwa, hana mahitaji yake ikiwemo huduma za hospitali na kadhalika. Lakini hatupigi kelele, tunaendelea na maisha. Siku linapotukuta na sisi ndo tunajua. Mara nyingi kuna msemo unasema, usione jambo linatokea kwa mwenzako ukakaa kimya ukifikiri hili hawezi kunipata. Huwezi kujua. Ina maana utakapopiga kelele ndipo utakuwa umejiwekea na wewe mazingira ya kupata unafuu au kupata msaada iwapo hilo jambo litakutokea wewe au ndugu yako wa karibu. Mimi naongea kwa uchungu kabisa na walimu. Mtanisamee walimu, mtanisamee. Kwa uzuri kabisa, kama ilikuwa ni kutokuwa na uelewa, tumejua sasa haki inasema nini. Tusiwabague watoto kutokana na hali zao za ulemavu. Tuwape watoto haki yao.
tujitahidi kufanya kilicho ndani ya uwezo wetu kwa mafunzo yale tuliyopata. Tuwashauri wazazi, tuwatie moyo wazazi, tuwaelekeze wazazi kwenye huduma ili wakaende kupata msaada. Lakini tuseme mpeleke mtoto mpaka atibiwe ndio umrudishe tena. Hapana, magonjwa mengine ni ya muda mrefu, na maana mtoto atachelewa kupata haki yake kwa sababu tu wewe hutaka kufanya nafasi yako. Hilo la kwanza. Upande wa wazazi na wanajamii na uacha kwa leo. Kipengele cha pili kilikuwa kinaongelea huduma za mtoto mwenye ulemavu, na kilikuwa kinasema mtoto mwenye ulemavu atastahili uangalizi maalum, matibabu na huduma nafuu kwa ajili ya kumrekebisha na kupata fursa sawa katika elimu na mafunzo kwa kadri itakavyowezekana ili kuendeleza kipaji chake, uwezo wake na kuweza kujitegemea. Hapo sasa sijui ndio nitaongelea nini. Hapo naanzia wapi? Nimeshasema watoto wenye ulemavu wao, zaidi ulemavu wa akili. Tumeongelea mambo ya huduma huko mashuleni. Maanake mtoto kurudishwa nyumbani kwamba hawezi kumkaa naye shuleni na kumwangalia na kumhudumia kutokana na uhitaji wake maalum, maana yake ni kwamba shule zetu zimekosa huduma husika, huduma maalum kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum. Na tunajua sera ziko mbalimbali, au shule ziwe na vitengo maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum, au wachanganywe kwenye madarasa ya kawaida na watoto wengine, lakini wapate huduma maalum. Manake au mwalimu mmoja na mtoto mmoja, au mwalimu na watoto wachache, kuhakikisha kwamba wanakidhi uhitaji wao, kwa sababu huwezi kufundisha mtoto mwenye uhitaji maalum, kwa mfano wale labda wa usonji, sawa na mtoto mwingine ambaye anaweza kuongea. Maanake itabidi yeye utumie mbinu tofauti. Kitaalam tunasema individualized educational plan au program, IEP. Ndio mpango maalum wa kufundisha watoto wenye mahitaji maalum. Tumesema ya kimwili na ya kiakili. Watoto wetu wanasoma mazingira gani? Shule zetu zina vitengo hivyo maalum, au je, wanawekwa kwenye madarasa pamoja na watoto wengine? Lakini je, wanafikiwa? Je, mwalimu anakumbuka kumfikia mtoto yule mmoja mmoja mwenye uhitaji maalum kutokana na hitaji lake? Kama huyu mmoja ambaye hawezi kutulia na hangaika, huyu mwingine labda ana tatizo la usonji, huyu mwingine labda ana tatizo la mtindio wa ubongo. Je, walimu wetu na mazingira yaliyopo kwenye mashule yetu yamekidhi vigezo hivyo? Mimi najua wazazi wanahangaika huko na huko, wanatafuta shule watakapoweza kupeleka watoto wenye mahitaji maalum. Huko na huko wanahangaika. Mara nyingi pia wameishia kudanganywa. Watu wameanzisha vituo, wanaenda kuweka tu watoto huko, hawapati huduma sahihi. Watoto wanaishia kupata madhara zaidi kuliko faida. Hili ni jukumu la nani? Watoto wenye ulemavu wana haki pia kama watoto wengine. Kipindi cha nyuma sera ilikuwa inakazana kusema watoto hawa wawekwe kwenye shule maalum, lakini kitaalam tumeenda na ikaonekana kwamba wanapokuwa wote wanahitaji uhitaji maalum na wote tumeweka pamoja, maanake sehemu moja hapo kubwa ya kujifunza wao ni kwa kutoka kwa watoto ambao hawana changamoto hizo. Wale ni sehemu ya kujifunza kwao. Sasa tunapotenga kwenye shule zao maalum, maana yake tunaendeleza lile tatizo kuliko kusaidia. Kwa sera zilibadilika na zikataka kwamba watoto hawa wawe kwenye shule za kawaida au mainstream schools, lakini kuwe kuna vitengo maalum au darasa lao
au darasa la kawaida na watoto wengine, lakini wafikiwe kimahitaji. Je, vigezo hivyo vimekidhiwa? Na jambo lingine kwenye huduma hizo na uangalizi maalum, nipo hapo kwenye shule, mtoto huyu tayari ana mahitaji maalum, alafu uende ukamweke tena kwenye kituo au shule ya bweni, unakuwa umemkosesha haki zaidi, kwa sababu anahitaji uangalizi zaidi ya yule mtoto wa kawaida. Na mtu mzuri ambaye angeweza kufanya kazi hiyo kwa kujitahidi kabisa ni mzazi wake. Hasa tunapowatoa tukawapeleka tena shule za bweni au vituo maalum, tunawaacha huko na watu ambao wanaonekana ni watu wageni kwao, na wao tayari watoto wana changamoto labda za kiakili au za kimwili, wanapata ugumu maradufu. Inawezekana kunakuwa lengo ni zuri, tunataka wajifunze na wapate haki ya elimu, lakini zile haki zingine kwa sehemu kubwa kuna uwezekano wa kuzikosa au wasizipate kwa ukamilifu, kwa sababu tu wako kwenye mikono mingine tofauti na ya wazazi ambao ndio wangeweza kuwavumilia kutokana na uhitaji wao. Niongelea habari ya huduma za afya. Mimi kama mtaalamu, bado huduma zetu kwa nchi ya Tanzania, huduma za afya ya akili ya watoto na vijana bado, lakini swala la unyanyapaa pia ni kubwa. Hata huku kwenye tunajua huduma kama hizo zile maalum hazipo kwa kiwango kikubwa, isipokuwa kwenye hospitali hizo za kanda au hizo za taifa kama Mirembe au Muhimbili, lakini kama sivyo uko chini kwenye ngazi zingine, manake watoto wanahudumiwa pia kwenye vitengo vya afya ya akili ya kawaida, na kule unakuta mara nyingi wale wahudumu hawana mafunzo hayo, lakini mara nyingine wanahitaji kuhudumiwa na watu wasio wataalamu hata wa afya ya akili, na unyanyapaa unakuwa ni mkubwa sana, na watoto au vijana wanakuwa hawapati huduma hizo hata kwa udogo wake. Huduma bado ni changamoto kubwa. Ni wito wangu kwa serikali, haki ya elimu, haki ya afya ni haki ya msingi ya mtoto, bila kubagua ugonjwa alionao, rangi yake, utaifa au chochote au sababu yoyote. Kuna sababu pale zimetajwa, bila kujali kipato cha mzazi, kwamba mzazi huyu ana kipato kwa anaweza kuitafuta huduma huku kwenye ngazi ya juu, mwingine hana kipato kwa hiyo atakosa huduma. Haki hii tuwapatie watoto wetu wa Kitanzania, inawezekana. Ni wito wangu kwa serikali, tuweke kipaumbele kwenye afya ya akili ya watoto na vijana, ili tuwe na taifa lenye afya, ili tuwe na taifa lenye watu wanaoleta mchango wao kwenye jamii, kwa sababu hata kama wale wana ulemavu ni wa kiakili au wa mwili, wanawezekana wakawa wamepata mafunzo hayo tofauti mbali na shule za kawaida na elimu, mkondo wa elimu wa kawaida, na wakaweza kujihusisha na shughuli fulani ambayo pia itawaingizia wao kipato, familia zao, lakini wataweza kujimudu na kuondoa utegemezi. Mimi naamini hili linawezekana na litapata kipaumbele. Na tunashukuru serikali imeendelea kufanya jitihada kwa huduma za afya ya akili kwa namna mbalimbali, ikiwemo kupeleka wataalamu kwenye mafunzo. Tunashauri sasa tuongeze wataalamu wa kwenda kwenye mafunzo ya afya ya akili ya watoto na vijana, lakini pia tuboreshe huduma hizo kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya kitaifa, ili asiwepo mtoto wa kukosa haki hiyo ya huduma kwa sababu tu ya hali ya kiuchumi ya mzazi wake au hali ya ulemavu au sababu nyingine yote. Taishia hapo kwa leo. Naamini tutakutana wakati mwingine na kuendelea kuangalia haki za watoto na kuendelea kuboresha
maisha ya watoto wetu kiafya, na hivyo kujenga taifa lenye afya. Mpaka hapo ni kushukuru mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu kwa kuungana nami. Endelea kufuatilia na kututazama Child Youth Mind TZ kwenye mitandao yetu ya kijamii, na tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uendelee kupata mada mpya ambazo tunatoa kila Ijumaa kama tulivyoahidi. Na tunakukumbusha pia kuweza kuandika kwenye comment mada ambazo ungependa tujadili hapa, na tutajitahidi kufanya hivyo ili kukidhi haja zako. Mpaka wakati mwingine, nikutakia wakati mwema na karibu.